China imeitaka Marekani kumwachilia mara moja rais wa Venezuela Nicolas Maduro baada ya Washington kufanya mashambulizi makubwa ya kijeshi katika mji mkuu Caracas pamoja na maeneo mengine na kumteka nyara kiongozi huyo. Siku ya Jumapili, Beijing ilisisitiza usalama wa Maduro na mkewe Celia Flores kwa kipaumbele na kuitaka Marekani kuacha kuipindua serikali ya Venezuela, ikiita shambulio hilo ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa. Ilikuwa ni taarifa ya pili iliyotolewa na China tangu Jumamosi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema Washington ilikuwa imemchukua Maduro na mkewe na kuwasafirisha nje ya nchi. Siku ya Jumamosi, Beijing iliikosoa Marekani kwa vitendo vya kibepari na matumizi ya nguvu ya waziwazi dhidi ya Venezuela na rais wake, ikihimiza Washington kufuata katiba ya Umoja wa Mataifa. China inafuatilia kwa karibu maendeleo nchini Venezuela, kulingana na Andy Mock, mtafiti mwandamizi katika kituo cha Uchina na utandawazi. Mock aliliambia shirika moja la habari kwamba ujumbe wa China ulikuwa umekutana na maafisa Venezuela saa chache tu kabla ya hatua ya Marekani, akiongeza kuwa Beijing haikushangazwa na hatua hiyo ya Washington kutokana na ukubwa wa maslahi ya kimkakati na kiuchumi ya Marekani katika eneo hilo. Kilichojitokeza zaidi, alisema, ni jinsi operesheni hiyo ilivyofanywa, kwani inaweza kuwakilisha mkakati wa muda mrefu wa Marekani katika eneo hilo. Mock aliongeza kuwa China ndiyo mnunuzi mkubwa wa mafuta nchini Venezuela, ingawa nchi hiyo inachangia 4 hadi 5 pekee ya uagizaji wake wote wa mafuta. Zaidi ya nishati, alisema, China ina maslahi yanayokuwa ya kibiashara na uwekezaji kote Amerika Kusini, ikimaanisha kuwa Beijing inazingatia kwa karibu mabadiliko ya kisiasa katika eneo hilo. Hata hivyo, China ina uwezekano wa kupunguza mwitikio wake kwa matukio ya Venezuela kwa maandamano ya kidiplomasia badala ya nguvu kali, kulingana na mchambuzi Shaun Rain mwenye makao yake nchini China. Nadhani China imetoa shutuma kali sana dhidi ya Marekani na wanashirikiana na nchi zingine za Amerika Kusini na Karibea kusema hili si sahihi. Rain, mwanzilishi wa kundi la utafiti wa soko la China, aliliambia shirika moja la habari. Rain alisema Beijing ina wasiwasi mkubwa, lakini ina vikwazo na chaguzi zake ni chache. Hakuna mambo mengi ambayo China inaweza kufanya. Kwa kweli haina nguvu ya kijeshi, ina kambi 2 tu za kijeshi nje ya China, huku Amerika ikiwa na kambi 800. Rain alibainisha, akisisitiza kwamba kihistoria China si ya vita. China itatoa tu matangazo ya kukosoa vitendo vya Marekani, lakini hawatapinga kwa hatua za kijeshi na pengine hawatapinga kwa vikwazo vya kiuchumi. Mwitikio wa dunia umeongezeka tangu hatua ya kijeshi ya Marekani nchini Venezuela, huku maoni yakigawanyika vikali kuhusu uingiliaji kati huo. Viongozi wa kikanda wenye mwelekeo wa mrengo wa kushoto, wakiwemo wale wa Brazil, Colombia, Chile na Mexico, wameshutumu kwa kiasi kikubwa kuondolewa madarakani kwa Maduro, huku nchi zenye serikali za mrengo wa kulia kuanzia Argentina zikikaribisha kwa kiasi kikubwa kuondolewa madarakani. Korea Kaskazini ililaani mashambulizi ya Marekani dhidi ya Venezuela, ikisema kitendo hicho ni aina mbaya zaidi ya uvamizi wa uhuru. Shirika la habari la serikali KCNA lilisema Jumapili tukio hilo ni mfano mwingine unaothibitisha wazi tena asili ya uhuni na ukatili ya Marekani. KCNA ilisema, ikimnukuu msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Korea Kaskazini. Korea Kusini pia ilijibu siku ya Jumapili ikitoa wito wa kupunguza mvutano. Serikali yetu inawasihi pande zote zinazohusika kufanya juhudi kubwa za kupunguza mvutano wa kikanda. Tunatumai utulivu wa haraka wa hali hiyo kupitia mazungumzo, kuhakikisha demokrasia inarejeshwa na matakwa ya watu wa Venezuela yanaheshimiwa, wizara yake ya mambo ya nje ilisema. Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese siku ya Jumapili alisema anaunga mkono mabadiliko ya amani na ya kidemokrasia madaraka nchini Venezuela, lakini akahimiza kwamba sheria za kimataifa ziheshimiwe. Serikali yake ilikuwa ikifuatilia maendeleo, alisema katika taarifa. Venezuela imekuwa ikizidi kutengwa, hasa baada ya uchaguzi wa Maduro uliokuwa na utata mwaka 2024. Hata hivyo, China na Urusi zinaendelea kudumisha uhusiano imara wa kiuchumi na kimkakati, na ushirikiano umekuwa na Iran kutokana na upinzani wao wa pamoja dhidi ya sera ya Marekani.